Hapa tulikosimama ni shambani ambako wamesema kila asubuhi lazima alime ili kutoka jasho. Jembe lile pale. Ndio mazoezi pekee yalobaki unafanya. Mazoezi pekee nafanya. Sio ukimbia barabarani boda boda. Watanigonga tu barabarani. Umri. Boda boda. Mimi sasa hivi zoezi langu ni jembe tu na eneo langu naliona ekari 4 hiyo. Hapa nakula kila kitu cha shamba hapa. Hongera sana. Umri huu lazima nile vitu vya shambani. Basi. Naona napiga matuta nipande viazi. Hapa. Sihitaji tena mkate umri huu. Mkate ulitosha nikiwa mtoto. Baba, tulikuwa tunaongelea hili swala la majibizano ya waamini na wewe. Ilienda mbali, tuliona mpaka baadaye tulianza kuona mahubiri yake mwenyewe Pastor Gwajima ambayo watu waliyachukua na moja kwa moja kuonyesha kwamba labda alikuwa anakujibu. Pale alipoanza kuongelea kwamba baba yake alimzuia kujibu watu wazee, walevi na wasio na akili. Sasa bahati mbaya sana mtu ambaye alikuwa anamuongelea alikuwa na vyote, kwa maneno ya watu ilikuwa kama alikuwa anakujaribu kukuelezea wewe. Mliyaweka sawa ama uliipokea vipi majibu yake? Unajua bwana, duniani ukitaka akili yako iwe dustbin, kichwa chako dustbin, unapokea kila kitu utapata tabu. Sababu mimi niliyasikia mahubiri yake hajanitaja mimi. Hiyo ndio shida kubwa. Unajua wakati mwingine hapa simtaji mtu, natoa maelezo, natoa maoni yangu. Mtu yeye mwenyewe ndo anabeba. Hivi kama unapita barabara unasema mtaa una wezi, afu ukasema mimi ndio mwizi. Unasema mimi ndio mwizi. Sababu kama yeye mtu amehubiri hajanitaja mimi, sio mimi. Kwa sababu kama ni mimi angenisema mimi waziwazi. Sasa unaniogopa nini? Kwa sababu kama kuogopa ni mambo ya umbea ujue. Sasa umbea, wewe unafanyia kazi umbea, kichwa chako kisiwe dustbin ujue. Mungu alipotuumba amewekeza mambo manne. Moja, jambo la kiroho; pili, akili; la tatu, nguvu; la nne, ari, moyo. Kwa hiyo mimi akili yangu haipokei vitu vya dhahania. Akinitaja naenda kumfanyia show. Najua nina ushahidi, lakini hiyo bila nini? Utajiingiza kwenye matatizo. Wewe anazungumza kisayansi na wewe ukajivamia. Mimi akinitaja mtu wazi jina naenda kumfanyia show kwa sababu nina ushahidi sasa. Hivi hata vitu vya polisi watakutia ndani wewe ujue una akili. Mtu amerusha jiwe, wewe unasema wewe unataka kunipiga mimi? Umepigwa? Kwa hiyo mimi hajanisema mimi na mimi sijamsema yeye. Mimi nimesikia mahubiri, ila watu sasa wa Mbeya wakayafananisha haya, anaambiwa Ananja. Sasa mambo ya kufananisha wanaweza kuamua mtu unavyotaka ujue. Watu wote wafupi hawana akili. Mimi sasa kama ninazo akili napata tabu gani? Mimi napambana kwamba watu wote wafupi akili zao fupi, mimi ndefu. Ndio maana unaniona naishi mazingira haya, nipo mpaka leo. Kwa hiyo mimi najikunguta. Wakati mwingine watu wengi akili zao ni dustbin. Anasikiliza watu wamesemaje. Wanajaza matakataka huko. Mimi huwezi kujaza takataka, utabaki na uchafu wako. Mimi nasonga mbele. Kuna viti pale utabaki na uchafu wako kwenye maisha. Mimi nasonga mbele. Matatizo ni kusikia story, maneno ambayo hayako sahihi. Huwezi kutumia madhabahu kunitukana, haiwezekani hiyo. Kamwe. Wahuni hawa rafiki zangu wakinitukana mimi na enjoy. Sababu nawafanya kama wana changamoto ya afya ya akili. Sasa wewe daktari tena unafanya mambo ya hovyo. Sisi ndo wakuatibu ujue. Sisi ndo wazazi. Sasa mzazi tena unakuwa na mambo ya hovyo, unasimama madhabahuni unatukana watu. Hiyo tena serikali itatuamua, na mimi naitangaza wazi. Serikali itatuamua, nikienda mimi mwenyewe au naenda na wasela pale pale madhabahuni, upewe akili madhabahuni pale pale. Upigwe hapa kati, upigwe left huko ndio utaelewa. Lazima ukae. Upigwe antusi, utafumba macho wakati wa maombi. Kabla hujafungua umekula 1 2 ganga. Jamani, askofu yuko chali. Tunaenda kituo cha Gogoni. Tunalala huko, atatutia akili serikali. Kwa sababu kama hatuna akili ujue. Yaani serikali inatutegemea sisi tulejeze watu. Sisi ndo tunatukana. Mimi bado nashangaa sana ujue hiyo. Eti ndio ujasiri. Ujasiri wapi bwana? Hakuna hicho. Hata wewe Yesu hakutukana serikali ya Kirumi aliyokutaja wewe kuitukana. Alimtukana wa kiongozi tu mara moja. Na kumuita kwa tusi. Kuna habari aliletewa, basi mwambieni huyo mbweha basi. Lakini sasa hivi ujasiri wa viongozi wa dini matusi tu, akisimama matusi ndio jasiri na watu wanashangilia. Yaani sasa hata Yesu atachelewa kurudi namna hii. Tuko kama nyumbu, atachelewa kurudi sana. Yaani mimi nilifikiri sasa karibu Yesu anarudi. Sasa hivi sasa ndio hamna neno, ni matusi tu tangu mtu anaanza mpaka anamaliza, ndio ujasiri. Sisi wote tunaitwa chawa. Mtu anakulazimisha umri niende wapi? Anasema una support serikali. Unataka kuchanganya akuchangie huyo rais wako.
akili ndogo ujue, hata yeye anaponunua soda analipa kodi, ndio anasupport zaidi serikali kuliko mimi. Ujue ni akili ndogo, watu wanachezwa akili huyo. Ukinunua chumvi unalipa kodi. Hakuna mahali duniani unasupport serikali kama kulipa kodi. Sasa yeye hajui kama naye anasupport ujue. Anaona mimi kuzungumza nimeitwa kwenye kampeni, ile kampeni ya Kawe ile ndio imeleta shida kweli. Sasa mimi naitwa, nitaachaje kwenda? Wewe chama chako akinitia kundi lako. Mimi naenda popote hata mochwari. Marehemu anasikia asikime naomba. Ndio kazi yangu. Na mimi maandiko kwenye Mathayo sura ya 5 nasema wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Maombi ya kweli kumwombea anayekuudhi. Hata kama watu wananiudhi walio serikali, lakini nawaombea, ndio maombi ya kweli. Anasema mkiwapenda mnawapenda ninyi, mnapata thawabu gani? Mafarisayo na watoza ushuru wanafanya hayo hayo. Yaani wanawapenda wanawapenda wao. Ndio maana kwenye harusi waalikwe mtu usiyopendwa. Wanaalikwa wanaopendana wenyewe tu. Unaona? Kwa hiyo ile sio mwaliko wa kweli, kwa sababu anajua na mimi watanichangia. Mwaliko wa kweli waalike Walangada. Kwenye harusi kama mwaliko wa kweli, wale Walangada wote waje ndio washangilie harusi. Hawana kadi, hawana nini. Halafu wewe kwenye kundi lenu hunialiki, sikujui. Bila unalalamika nikialikwa nikae. Halafu mimi nimejitafuta mwenyewe, kama wanamuziki wamejitafuta wenyewe, halafu wanaalikwa mtu anawatukana. Kwani uliwachangia kwenye kujitafuta? Ile katika sio mchezo huyo. Mpaka kutafuta nyimbo sio mchezo. Kajaribu wewe. Watu wamejaribu kwenye muziki mpaka wameishia njiani huyo. Amefika kiwango kile, anaenda popote ambako kuna nini? Kuna maisha. Ile ndio kazi yake yeye. Anaweza kualikwa popote. Sasa wewe unataka kufuata yeye asiyekujua eti. Hapo una lolote wote pangu pakavutia mchuzi wote mkae pamoja. Wapi? Mimi cha msingi naweza kwenda popote mradi sivunji sheria. Mradi situkani mtu, naweza kwenda na chama chochote kikiniita, naenda kwenye mwaliko wote. Mimi nimeenda msikitini, msikiti wa mkuu wa nini wa Bakwata pale. Watu wakanitukana pale, ndio nimepata mpenyo. Siendi ovyo ovyo mahali kuna wale wakanifanyia mpenyo, nikaenda JKCI pale kina Profesa Janabi. Wameniona pale. Wao nafikiri mimi naenda ovyo. Mimi naenda mahali ambapo kuna jambo la maana. Kuna wito nimeitiwa. Sasa wewe ukinialika mimi nakuja kama hivi, wewe umesema nakuja au sio? Njoo tuzungumze. Haya ni maoni yangu. Tanzania shida yake kila mtu ni mshauri. Mimi nashauri, wewe ushauri ni taaluma. Ushauri watu wanasomea, na ushauri sio lazima mtu akubali. Sasa mimi naweza hivi nilivyo, rafiki yangu niangalie hivi. Mimi naweza kuwa mshauri wa rais kweli? Kwa atakuwa rais paisi. Hivi nilivyo mimi hapa. Unaweza bwana. Hivi nilivyo hapa nimesomea wapi? Wale watu wamekwenda shule. Niwe mshauri, mimi mtoa maoni. Sio mshauri. Mimi mtoa maoni. Sasa hapa Tanzania kila mtu mshauri. Mimi nashauri. Ukimwangalia mwenyewe huyu ndio anayeshauri kweli huyu. Yeye mwenyewe anahitaji kushauriwa ujue. Yaani kila mtu mimi nashauri, na wewe unanilaumu. Mtu mmoja ananilaumu, wewe mshauri ni kiongozi wa nchi. Mimi mpaka aniombe basi, nahitaji ushauri. Na ushauri sio lazima. Yaani kwa mfano mimi nimekosea, unapanda juu hapa unanitangaza. Ananja amekosea. Hizo ni faraga. Kuna kutunza staha za watu, usiutweze utu wa mtu, au sio? Hata watu wa ngada wa nini, mimi siwezi kupanda juu nikawatangaza hapa madali, jamani fulani yeye anakula ngada. No. Hapana. Sisi tunahitaji kuwa na kitu kinachoitwa utu. Kutunza utu wa mtu, siri ya mtu. Hata mimi nikienda naweza kweli nikamshauri kiongozi wa nchi, lakini silazimiki kutangaza. Nikutangazie wewe nani? Yaani mimi nikitoka huko nataka nitangaze. Wewe nani sasa? Wewe ndio mratibu. Wewe hapo ndio napochoka. Wewe ndio mratibu wangu. Wewe unataka unizuie mimi? Anataka kujua niende wapi nisiende wapi mke wangu. Sasa wengine wanajitokeza fikiri nimeoa wake wengi. Wewe unaenda huko, wewe sehemu ya mke wangu. Wewe ameolewa mke mmoja tu bwana. Mke mmoja ni vipi bwana? Mwanamume anakaa kabisa hata kunipangia mimi umri huu. Mzee uko unakokwenda usiende umri huu. Sio kweli. Umri huu kweli. Alafu umri huu ndio kamanda wao kama nilivyokuambia mimi. Kamanda wa vijana. Kamanda wako watetea eti umri huu. Kijana mwenyewe mimi sitaki. Alafu ni watetee kwenye maiki. Wewe unapoambia mimi ni watetee na maiki tu, au mchungaji anasimama na kimaiki chake abadilishe nchi na kimaiki. Wewe unafahamu mchezo na uongozi? Ubadilishe nchi na kimaiki chako. Wewe unapoteza muda tu, unawafanyao kwa nyumbu na udanganya watu wakafanye kazi. Na kimaiki chako ubadilishi nchi. Mchungaji yake Biblia. Anakutakia Bwana akae nanyi. Shehe wake msaafu. Anakutakia ishara asalamu alaykum. Askari yake bunduki utaikumbatia tu. Mimi huku ukija unakumbatia Bible. Basi. Kwani askari ana Biblia?
askari ana mstaafu, ana bunduki. Wewe usipoelewa unaikumbatia. Sasa mimi nafanyaje? Sasa unaniambia wewe njoo kwangu huku mimi nikubariki, Bwana akae nanyi. Njoo kwangu huku nikuombeo. Nafanya fujo na askari tawanyika, utaki unaikumbatia shaba. Hapo nalalamika, wewe kama jasiri songa mbele kafanye fujo. Usinilazimishe na mimi niwepo. Kwani tuna kundi la pamoja. Hata kundi la kwenyewe silijui. Wewe na mic zako hizo huwezi kuibadilisha serikali. Mic. Wewe mwangalie Julius Kambarage Nyerere. Wakati huo yuko nani? Yuko Mwalimu Pugu. Mimi nimezaliwa maeneo ya Pugu. Yuko Mwalimu. Unaona? Anaacha akiwa kijana, anaacha kazi serikalini. Serikali ya kikoloni. Huyo ndio mtu wa kweli, tunaona huyo amekataa kweli. Bado uko kule serikalini, bado unakula posho, huku sio unatuzuga. Nyerere alikataa kazi ya ualimu, tena walimu wa sekondari, kazi bora sana miaka ile. Lakini akasema nakataa, natembea kwa mguu kutoka Pugu mpaka Posta kilomita 12. Na kuna baadhi ya watu hawakumuunga mkono. Mimi sipounga mkono jambo fulani ni haki yangu juu. Walimuunga mkono baada ya kupata uhuru. Sasa unanilazimishaje niunge mkono kila kitu? Mimi nimekuwa nyumbu. Mimi nilipata nafasi ya kuongea na Sheikh Mpozeo, nafahamu ni rafiki yako sana. Sheikh Mpozeo bwana akaniambia kumbe inawezekana kwa kijana wa Kiislamu kumooa binti wa Kikristo bila huyo binti kuslimu na ndoa ikawa safi kabisa. Nika kweli mbona watu wanahangaika mimi ndoa sijui nashindwa kisa dini. Kwa upande wa Kiislamu amesema inawezekana. Mtoto wa Kiislamu kumwoa binti wa Kikristo na wewe binti asibadili dini na ndoa ikawa imesui kabisa. Bible inasemaje? Ama upande wa Kikristo unasemaje? Ni sawa ama inawezekana kwa kijana wa Kikristo kumwoa binti wa Kiislamu wakati binti bado yuko kwenye Uislamu wake? Sasa hapa tunaangalia ndoa ya aina gani. Kwa sababu ndoa ni makubaliano, patano, agano la hiari kati ya watu wawili wa jinsia tofauti waliofikia umri kuoana kisheria. Huwezi kumwoa mtoto wa miaka 16 utaishia Segelea huyo. Kisheria. Sasa ndoa aina gani? Sisi tunapoandikisha ndoa, ile taarifa ya ndoa unajua ni ya serikali. Tunaandika ndoa ya Kihindu, ya Kibudha, ya Kiislamu, ya kimila, ya Kikristo. Tunakata ya kiserikali, ya 6 ya serikali. Zote kama ya Kikristo tunakata. Na ikiwa ndoa ya Kikristo wanaoana wali wa Kristo tu. Lakini kama Muislamu na Mkristo wanataka kuoana, ndoa yao inakuwa ya kiserikali, haiwe ya kanisani wala msikitini, ya kiserikali. Na serikali inatambua hiyo ni ndoa halali. Kwa hiyo na Mtume Paulo anaandika kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 7. Kama mtu ameoa mke au mume wa imani nyingine ameolewa naye asimwache. Utajuaje kama mmoja atabadilishwa na mwenziwe na wana watoto tayari? Kwa hiyo kuachana na watoto hapo ni hatari sana. Imetokea hivyo. Unajua wakati mwingine kuna mihemuko ya aina 4. Ile mihemuko ya ujana ile. Kuna mihemuko ya uzinduzi tu. Anataka kuzindua mtu aondoke na mimba imeingia. Kwenye ule uzinduzi sio kuoana. Kuna mihemuko wa urafiki tu, unakuwa na msichana mvulana marafiki, lakini kwa sisi wa Afrika mkiwa hapo marafiki karibu chunga sana uzinduzi unaweza ukatokea. Sasa ule mhemuko wa uzinduzi wakati mwingine sio wa kuoana, uchague mtu. Uzinduzi ukipanda tu mhemuko ule yoyote atakayepita mbele amejilegeza unazindua tayari mimba. Na watu sasa tayari ushampa mimba, basi kaeni pamoja, ndio watu wanafunga ndoa ya kiserikali. Ni ndoa halali kwa ya kiserikali, lakini kwa Ukristo na Uislamu inatakiwa watu waoane wa dini hii moja, kwa sababu kuna safari ya kuongoza watoto kwenye mambo ya imani. Na kuna kila mmoja anaenda kwake siku ya ibada. Hiyo ni hatari sana. Sio tu Uislamu na Ukristo, hata wa madhehebu tofauti ni hatari sana. Kuna wanawake wanasali madhehebu mengine, anaondoka tangu saa 9. Amesahau hata nyumba ujue. Yeye yuko makanisani tu anazunguka mpaka saa 6 usiku. Sasa hivi wakati mwingine makanisa haya sisi wachungaji tunavunja ndoa sana. Hatujali, mwanamke anakuja peke yake tu kila siku. Mume haonekani na anarudi usiku saa 5 saa 6 usiku. Na umwambie kitu anasema mimi namtafuta Mungu tu. Wewe mume tena pale mbaki nyumbani ndio usigeri au usiboi. Kwa hiyo ni tatizo, sababu wote kila mmoja anasali wapi? Kwake. Na sisi tunapandikiza chuki dhidi ya madhehebu. Unaona? Na kwa hiyo mkioana imani tofauti, tukisimama mbele tunampandikizia chuki mwanamume kwamba umeoana na mtu sio sahihi. Kwa ndoa yako ya Kikristo au nini ya Kiislamu sio sahihi. Lakini kwa ndoa ya kiserikali wenyewe wako sahihi. Na Bible sisi inaturuhusu wakae kama hawataki kuachana, waishi. Kwa ajili ya watoto waliozaliwa
walelewe na baba na mama. Kwa hiyo kwenye Ukristo inakuja kuruhusu pale tu inapotokea kwamba wamepata mtoto inabidi wawe pamoja. Hata kama wana watoto wenyewe wamekaa kwa kuelewana, inaswihi. Unasema inakubalika ile. Lakini sio ndoa. Kama wamefunga serikalini ndoa, huwezi mamlaka nyingine mimi kuikatalia. Serikali mamlaka nyingine, siwezi kusema ile sio ndoa. Mimi nitazungumza kwenye mamlaka yangu, serikali wametambua kama ndoa, wasonge mbele. Ile ni ndoa kama mamlaka, kwa sababu ile karatasi ya ndoa sisi pia tunaikubali, ile taarifa ya ndoa ya Kiislamu, ya Kikristo, ya Kibudha, ndio tunauchukua ile. Unakataje ile sio ndoa? Sisi tunakata zile ambazo sio za kwetu, tunaacha ya kwetu. Na wao nao wakienda kule wilayani wanakata zile sio za kwetu, wanaacha ya kwao. Kwa hiyo tunazungumza ndoa ya aina gani? Kama ndoa ya kanisani ni Mkristo na Mkristo, ndoa ya msikitini Muislamu na Muislamu, ndoa ya serikali mseto, inaweza kwenda mseto. Lakini baadaye wanaweza wakakaa wakakubaliana kurudi dini moja baadaye. Hatuwezi kujua, hatuwezi kuambia waachane. Sababu sisi sio tunaendesha safari yao ya maisha. Lakini lazima tufundishe kwamba watu waoane wa dini moja, waoane wa dhehebu moja mara nyingi. Lakini ikitokea kwenye maisha huwa inatokea hiyo. Unampenda mtu uelewi, usikii, huoni. Mpaka dini unasahau. Usifanye mchezo upendo wa mke ule wa mhemuko, upendo wa uzinduzi, hata dini unasahau. Unasahau hata dini, hata Bible unaweka pembeni. Baadaye ndio nastuka, kumbe nilikosea. Ndio mwanadamu alivyo. Kuna mtu unamuona unamzimia, huelewi. Sheikh Kipoze alisema hata kwa upande wao kwa upande wa dini ya Kiislamu inapotokea watu wa Kristo walioana kwa ndoa ya Kikristo alafu wakaona Waslimu, yani wawe Waislamu, basi Uislamu ukiwapokea hawatafunga ndoa nyingine. Ile ya Kikristo waliokuwa wameifunga inapokelewa kwenye Uislamu na wataendelea kuishi kama mke na mume. Kwenye Ukristo iko vipi? Wale ambao wanakuwa wamefunga ndoa kwenye Uislamu wanapotaka kubatizwa kuwa Wakristo, ndoa huwa inabaki? Wakishabatizwa tayari kuna kitu kinaitwa kubariki ndoa. Lazima ipande madhabahuni, itamkiwe tamko la imani. Ndoa ina matamko matatu: tamko la familia, unatoa mahari; tamko la serikali, tangazo na nini inafungwa; tamko la imani madhabahuni. Ile tamko la imani kwetu sisi, ukishabatizwa tena nyewe mmetoka imani nyingine, lazima ibarikiwe. Hata kama ilifungwa serikalini, ilifungwa kwenye imani nyingine, ibarikiwe, mmeishi pamoja, mnabariki ndoa. Kwa hiyo lazima ifanyike jambo hilo, haiendi moja kwa moja. Kwa Waislamu huko sijaelewa, maana siwezi kuingilia kitu ambacho hujakielewa na kutoa maelezo ya kutosha. Kama pasipo utafiti uruhusiwi kusema. Hapa Pastor Ranja, katikati kulikuwa kuna story nyingi sana kwa sababu makanisa yamekuwa yanaongezeka kila siku. Lakini na style pia za watu kuwaombea watu zimekuwa tofauti. Juzi niliona kulikuwa kuna ushindani kati ya watoaji maneno au watu wa huduma, watumishi. Kwa maana kwamba mmoja alikuwa anasema Bible haimna kipengele ambacho inasema sijui waombeeni watu kwa chumvi, waombeeni watu kwa kuuzia mafuta, waombeeni watu kwa kuwapa mafuta, waombeeni watu labda sijui kwa kula keki, Bible haitaki. Bible inataka maombi kama maombi tu, na nikaona imekuwa debate kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Imekaa vipi? Watu wanakubaliana kwa sababu maeneo ambao hauzi vitambaa wala chumvi hapo, nendeni huko. Kule ambako kuna chumvi na mafuta na nini wamekubaliana, wacheni waende. Watu wameshakubaliana, na yale ni mambo ya ufunuo pia. Hata Yesu alitumia mate na tope akawapaka watu machoni wakapona. Wengine aliwaambia tu simama, jituke godoro lako uende, bila maombi. Katika bilika Bethesda pale kwenye Yohana sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 9. Kwa hiyo ni vibaya sana wakati mwingine kusema wale wanakosea kama wamekubaliana wenyewe. Waende tu, hata wakipewa papai la upako, pewa jiwe la upako, wamekubaliana. Sisi tukitoa maelezo hayo unakutana na ugomvi. Kwani wewe tumekulazimisha? Kwani wewe tumekuambia? Kwa hiyo wakikubaliana waende. Maeneo ambayo hakuna hivyo vitu yapo pia waende. Maeneo ambayo kuna ufunuo upo. Ufunuo wakati mwingine Mungu anaweza kuonyesha kufanya jambo lolote, lakini haiwe endelevu kila siku. Unaweza ukaonyeshwa kufanya jambo lolote. Kuna mtu aligusa pindo la vazi la Yesu akapona. Biblia inatuonyesha ni ufunuo. Kwa hiyo kama watu wana ufunuo huo, wasonge mbele na ufunuo wao. Hata mimi kuna wakati nikipata ufunuo nasonga mbele. Maisha yanaendelea
Na ndio imani. Imani sio kuelewa. Imani ni kukubali bila kuelewa. Ukitaka kuelewa ni utafiti chuo kikuu nenda. Ndio maana kanisani mnaambiwa piga makofi wala ulizi kwa ajili ya nini, utauliza mwishoni. Mnapiga tu. Piga makofi. Piga shangwe, ndio imani. Imani ni kukubali bila ya kuelewa wakati mwingine. Yaani we unakubali kwamba inawezekana. Basi kwamba kwa papai hili napona, basi unabeba papai, ndio imani. Maana imani ni jibu la akili ya mwanadamu, ni maswali yake yamegota. Mwanadamu akili yake sasa imegota, anarudi kwenye jambo la imani sasa. Pale tena hatumia akili, anatumia kukubali. Akili yake imefika mwisho. Na unaona vile watu wanahangaika, wanabeba siepo nini, wana matatizo sana. Wagonjwa wamehangaika wapi, labda nijaribu hapa naweza kupona mateso ya maisha. Ukiwa mzima unaweza ukasema watu wajinga, lakini ukiwa na matatizo hata kinyesi cha paka utakunywa. Hasa wakati mwingine kwenye kujaribu hivyo unapona kweli huyo. Watu wasema ndio hapa sasa hatuondoki. Tunatumia kama ushuhuda. Ushuhuda, na watu wengine wanakuja. Maana wakati mwingine unaweza kupona kwa imani yako mwenyewe. Mtu nafikiri anatoka wapi? Anatoka Mlandizi au anatoka Chalinze, anakuja mjini huko anaponea njiani mwenyewe kwa imani. Kwa hiyo wakati mwingine bwana ni mambo ya ufunuo. Nice. Tuache na ufunuo wao. Nice. Bwana mimi babangu uliniambia una majukumu mengine kwenda kufanya, itabidi ni kuruhusu kwa sababu pia na muda wangu umeenda, lakini hapo uliniambia ulikuwa unakaa na vijana wako umewahamisha, sijui wako wapi sasa hivi na mipango ni nini eneo jingine? Unajua hapa nilikuwa naishi nao sana, wengine mwaka mmoja, lakini sasa kilichotokea wanasafiri kwenda nje ya nchi na ndani ya nchi, hapa mialiko ni mingi. Kwa hiyo sasa maisha ya kuishi hapa nyumbani na familia ngumu, mimi ndo nawezana nao. Wakiniibia mimi kwangu sawa tu. Wala sijali. Amefanya chochote mimi kwangu sawa. Wameiba mpaka DCM langu lilikuwa na basi mpaka ngao. Hakuna kwenda polisi. Wakati mimi mwenyewe nakamatwa, naenda nawekwa mahabusu, au nauza bangi na hawa, nilikuwa na program ya siku 42 lazima uwe na cocaine, wapi kidogo kidogo. Yote nao nakamatwa. Kwa hiyo sasa hivi nimepata ardhi Kibaha huko. Mlandizi, Ngeta Station. Mlandizi ndo najenga. Sasa ukisema naomba hela, jamani, unatangaza mmoja nisaidieni kumaliza, sema nenda kwa rais akakupe. Wewe chawa wa rais, ndo matusi yote, nenda CCM ikakupe hela. Ndio ninachokipata leo ujue. Wakati mimi sio mwanachama wa chama chochote, mimi kiongozi wa dini. Siwezi kuwa mwanachama chama chochote, naenda popote. Kwa hiyo najenga kule Ngeta. Ila nawapokea hapa kila siku. Nawapeleka kwenye soba rafiki zangu Bunju na hapo Boko Magengeni kila siku. Inategemea yule anayekubali Boko. Yule mwingine Bunju. Kwa hiyo nipo hapa. Na nini langu ni watu wanisaidie kumaliza soba yangu basi. Na kwa watoto, mtu anapoleta maneno, angalia ukiwa na mtoto funga mdomo. Hii dunia vijana wanapita kwenye changamoto nyingi. Funga mdomo wako, acha maneno. Watoto wako hawakui mbinguni, wako hapa duniani. Lolote inaweza kutokea. Mimi nimeona mpaka watoto wachungaji, watoto wa mashehe wameingia kwenye hiyo nini. Na kwenye ni mkumbo wakati mwingine wa ujana, miemuko ya ujana. Kwa hiyo funga mdomo wako, acha maneno. Mimi kule najenga, kama uwezi kuchangia acha. Kwa hiyo mimi sasa kule naendelea. Watu kama wanaweza, niliwapa namba na ofisi nimejenga pale juu msikitini. Nitakuwa nawapokelea pale. Nawapa namba nikaishi nao. Kule nishajenga nyumba vyumba 3 na sebule yenye kila kitu choo chake. Wala kwanza wenye harusi wale wanajiarishia, wanatapika, wanaingia hapo. Toilet iko hapo. Hapo nimejenga banda lingine la vyumba 10, bado fence. Niweke fence nimalize, niwapokee kila siku. Mimi napigiwa simu kila siku napokea. Kwa hiyo manake janga ni kubwa sana bado. Watu wako makanisani wanafikiri wako salama. No. Huko nje watoto wetu wanaangamia. Hawaendi ibadani vijana. Kwanza sadaka hana, alafu kule hakuna majibu ya maswali yake. Anaona stories za kwenda mbinguni tu, mbinguni kwenye hakuna aliyefika. Haendi. Anaona hii ni story, kazi hana. Wewe anataka apate hela. Wewe unamwambia safari ya kwenda mbinguni sasa hela hana. Mwenyewe uendi mpaka udedi. Mwenyewe akikuuliza mchungaji umefika, anasema mimi bado sijafika imani. Haji. Ndio maana nampeleka kule kwenye soba kule, akitoka kule mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo watu wanisaidie kumaliza kule. Wanachangiaje kwa wale ambao wana imani? Wanatuma kwenye namba 0673 60 2315. 0673 60 2315. Lakini pia kwenye taasisi yangu kuna account, lakini mtahitaji tena wakati mwingine, haipo hapa kichwani maana umri. Tutaiweka chini hapo. Mzee kusahau ni sehemu yake ya maisha. Ukiona mzee asahau sio mzee, wewe msikule. Tutaiweka hapo, tutaiweka chini hapo watu. Lakini watume kwenye namba hii, ni muhimu watumei 0673
602315. Mimi ndo mwenye taasisi Hananja Compassion Foundation. Jina linakuja Richard Hananja au Rich Billionaire. Billionaire wa akili na afya. Baba, mimi nashukuru sana kwa muda wako Pastor. Naomba ruksa yako sasa na mimi nikupe ruksa yangu. Ukaendelee na majukumu. Asante sana. Vijana pambaneni, maisha bado yapo. The Page. Information is live.